Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Ndugu zangu waandishi wa habari, hapo nyuma kipindi cha utawala wa Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ndugu Zitto Zuberi Kabwe aliwahi kumtuhumu akiwa anatumika na vyama vya CDU na Conservative wa UK. Na kwa bahati mbaya zaidi hela nyingi sana za Chadema zilikuwa zinapitia kwa Zitto. Lakini baada ya kutofautiana bwana Freeman Mbowe, Zitto akajenga mahusiano yake karibu na vyama hivi na kujiondoa kabisa kwenye akaunti ya fedha zilizokuwa zinaingizwa. Lakini mbali na hapo, Zitto Kabwe huyu alikuwa anatumiwa na baadhi ya viongozi wa serikali, wakiwemo viongozi waandamizi na mawaziri, wakiwa na agenda zao au wakiwa na mambo yao wanamtumia Zitto, wanampa fedha kufanikisha mambo yao. Na Zitto alipambanua kwamba yeye ni kiongozi ambaye ni jasiri wa kuweza kusubutu kukemea serikali na kukemea baadhi ya mambo ambayo viongozi wa serikali wameona yanawakandamiza kwa upande wao. Lakini mbaya zaidi nimwambie ndugu wa Tanzania na waandishi wa habari na Watanzania mnanisikiliza, ieleweke wazi, mnamo mwaka 2015 niliwahi kuzungumza nikiwa kabla sijawa katibu wa wilaya Kigoma mjini. Niliwahi kuzungumza juu ya Zitto na kutumika na mmoja wa kigogo wa NCCF ndugu Ramadhani Dao. Zitto alitumika kutumia kampuni yake ya Tele Media na kupewa fedha na zile fedha zilitoka kwa ajili ya kufanikisha malengo yake ya kuendeleza ile program inayoitwa ile Kigoma walimba nyimbo le Kigoma legatutugite. Nikasema waliingiziwa fedha nyingi kwenye ile program. Na Dao ndo aliingizia fedha kwa mantiki kwamba yeye hawe ni sehemu ya kuwasaidia kwenye mambo yao. Yeye waandishi wa habari na Watanzania ni mashahidi. Zitto hajawahi hata siku moja katika historia wala rekodi za ansari za bunge kuisema NCCF kwa ubadhirifu, kwa kodi wanazochukua kupitia nyumba zao zilizojenga kupitia NCCF. Hajawahi kuisema NCCF. Dao ametoka clean kabisa kwa Zitto. Nyumba ambayo anaishi Zitto Tabata ile alipewa na Dao. Huyo Zitto mnasema ni mwadilifu, leo anasimama anakosoa serikali ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Zitto si mwadilifu wa Tanzania. Niliwahi kuambia kauli hii kwamba Zitto alichukua takribani bilioni 6 kufanikisha kampeni yake ya program ile ya Kigoma. Akachukua wasanii wa kina Diamond, akachukua wasanii wengi, akawatumikisha, mwisho wa siku akawatelekeza. Na program ile ilikuwa endelevu. Baada ya kuonekana Zitto ametengeneza channel ya kuiba ile na kula mwenyewe na familia yake, akawataka wasanii wakaamua kumgive up, wakati jamaa wakasema sisi hatuwezi kuendelea na programu hiyo. Ndugu zangu wa Tanzania, naongea na uchungu, naongea na maanisha, Zitto si raia wa Tanzania. Zitto si mtu mwema. Ameona serikali ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli haina mchezo wa serikali iliyopita. Mawaziri wanamtii Mheshimiwa Rais Magufuli, hawafanyi michezo ya sanaa, hawamtumii tena, hawampi fedha kupitisha agenda zao. Wakurugenzi wamekuwa smart kwa sababu ya head of the country ambaye ni rais wa nchi yuko smart. Kwa anatapata fedha amekosa kuzipata. Na ninamwambia na madeni, nashukuru Mungu tu kufanikiwa kumwoa mtoto wa Bulema ambaye ni mbunge ndio anamtunza na mhudumia. Lakini niwaambie wa Tanzania, Zitto hana historia kujisimamia kwenye maamuzi. Mnakumbuka wa Tanzania, na wakumbusha aliyekuwa mwenyekiti wa ile tume kuchunguza masuala ya sheria za madini kupitia Buzwagi. Alikuwa yeye chini ya mwenyekiti mzee Jaji Mark Bomani. Mnakumbuka wa Tanzania, alitoka kwenye ile tume baada ya kushikishwa ile tume tu na posho za tume, akatoka akasahau kama alikuwa jukumu la kusimamia haki na uchimbaji wa madini katika nchi. Rasilimali za nchi zinapotea. Zitto alibariki kwenye ile tume iliyoundwa na Mheshimiwa Rais wakati Jaji Mark Bomani alikuwa mwenyekiti. Leo tumeona tume kama mbili. Tume moja iliunda rais na nyingine iliundwa na bunge. Tume Mheshimiwa Doto Bitebo, tume iliyoongozwa na Mheshimiwa Hassan Zungu, mbunge wa jimbo la Ilala. Walileta taarifa nzuri, walikosoa mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanaingiza nchi kwenye shida. Na Mheshimiwa Rais kwa umakini wake, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, rais wa awamu ya 5, kwa weledi wake mkubwa aliangalia, akasema kuna shida kwenye swala la madini, akajenga ukuta Tanzanite kule. Leo tumeona rasilimali madini inabaki nchini. Watu walikuwa wamejiwekea viwanja wa ndege, wanahamisha tu madini wanavyotaka. Zitto alikuwa kwenye zile tume, alifanya nini? Muulizeni ile hama na ile nyumba ya Masaki alipataje? Tufike sehemu tuzungumze ukweli. Lakini mimi niwaambie wa Tanzania, niwakumbushe tu,
Zito mara nyingi amekuwa akiibua mijadala mbalimbali bungeni, lakini mwisho wa siku ile mijadala inakuja kufa tu ovyo ovyo, kwa sababu wananunuliwa na fedha, anapewa fedha na serikali haimtumii tena, hahitaji kumtumia Zito kwa sababu ni mtu ambaye ni mtu wa ovyo. Hapa ninavyowaambia tayari UK wanamtumia. Juzi chama cha Conservative kina mawasiliano karibu na Zito, kimemwambia akisha anafanikisha lengo lake la kuivuruga serikali ionekane ifai. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, Rais Magufuli ni rais ambaye Mwenyezi Mungu ndio amemteua kwa rais wa Tanzania. Watake wastake, rais ni John Pombe Joseph Magufuli, na Mungu amekusudia kumweka Magufuli kwa ajili ya kuifikisha nchi kwenye nchi ya ahadi, nchi yetu kwenye hatua ya ahadi. Kuna rasilimali nyingi katika nchi. Mmeonywa wa Tanzania na waandishi wa habari ni mashahidi. Tokea Zito amewahi kusimamia jambo juu ya ubadhirifu wa nchi ilifikirisha vipi? Mnakumbuka alizungumza juu ya Lugamalila. Mimi na uhakika alipewa bilioni 3. Mara kwanza alipewa fedha kwa ajili ya kwenda kumuguza mama yake. Akasema wao amenipa kila rafiki. Mara ya pili akapewa bilioni 3, akanyamazishwa kimya. Akamwacha Kafulila peke yake anaongea. Akamwambia Kafulila, wewe mdogo wangu wa Kigoma utafeli tu, nimekusaidia ubunge na utashindwa. Achana hiyo agenda ya kufuatilia swala la Lugamalila. Achana hiyo escrow account itakumaliza wewe Kafulila. Zito alimwambia Kafulila baada ya kuneemeshwa fedha, ndo maisha yake. Ana mikopo mingi, ana madeni, nyumba zake nyingi hazijamalizia. Kwa mfano, ana gorofa anajenga pale Dodoma, halijaisha kwa sababu pesa hana. Hela za kupewa za rushwa za kununua mawaziri na wakurugenzi, kuficha ripoti mbalimbali hazipo tena. Tumemwandikia barua. Tumeweza kupeleka allegation zetu kwa viongozi wa serikali na kuambia wazi kwamba Zito sio raia wa nchi. Narudia tena mara 3. Zito sio raia, Zito sio raia. Na tumepeleka allegation yetu. Jana siku ya Ijumaa tumewasilisha allegation kwa kamishna mkuu. It's a legal document ambayo inaelezea tuhuma zake yeye, babake na babu yake walivyoingia nchini kinyume na utaratibu wa sheria. Na ikithibitika wanafaa mifupa ya babu yake iondolewe katika Kongo. Waliingia nchini kinyemela. Babake alitokea Uvira, kijiji cha Uvira, babu yake alihamia pale Kigoma mjini, akawa anaendesha magari ya wakimbizi. Na akajenga nyumba Mwandiga. Na wazee wako tayari kuthibitisha. Tumemwandikia barua kamishna kumwambia afungue jalada ya uchunguzi. Akishindwa kufungua jalada ya uchunguzi, wana Kigoma tutafanya maamuzi sahihi. Tutafanya tunavyoweza sisi. Tutafanya maandamano kumwambia rais kwamba kamishna mkuu wa uhamiaji ameshindwa kutekeleza matakwa ya Tanzania. Ameshindwa kuisimamia idara ya uhamiaji. Kwanza mtu ni mgeni, cha pili anakuja anatumika na mataifa ya nje kutuvuruga. Kwa mfano bunge la Ulaya, chama cha Conservative na CDU vinamtumia Zito. Na mpaka juzi wakati nilizungumza juu habari ya kikundi cha waasi cha M23 au M23 kwa lugha ya Kikongo, Zito ndo alitumika yeye Zito na dada mmoja anaitwa Sambade Monalisa Joseph. Hawa ndio walitengeneza trupu ya kuungana na Mbowe kushughulikia serikali na kuifanya serikali itawaliki, kufanya matukio ya ajabu. Ni waulize wa Tanzania waandishi wa habari, ni kiongozi gani wa serikali au ni askari gani wa serikali atakayetumwa kwenda kumpiga Tundu Lissu risasi 30? Kwani anaua tembo au kiboko au kifaru? Ndugu zangu, tumebaini kwamba ndugu yetu Zito Zuberi Kabwe aliweza kushirikiana na baadhi ya kikundi cha waasi M23, akishirikiana bwana Mbowe kupitia brigade ya Chadema. Benson Kagera anajua hili. Na lengo lao kubwa walijua Tundu Lissu anataka wenyekiti. Na Mbowe alimwambia ndugu Zito, kwa sababu Mbowe huyu binti Monalisa Joseph ni binti ambaye alikuwa ni mpenzi wake, ni kimada wake cha nje. Anaomba hapo, wewe lazima utondoke kwenye wenyekiti, lazima ushirikiane na Zito mdhibiti nani? Msibidi gavana ndugu yetu Tundu Lissu. Tunafanyaje? Huyu aondoke tu, kikwazo. Na naambieni wa Tanzania, na hii M23 inafanya kazi. Hata mimi nikimsikia siku nimepigwa risasi ni M23. Washamtumia message za vitisho. Lakini mwambia niko imara na siwezi kuhama Kigoma. Nitafanya kazi Kigoma, nitafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi mpaka Zito anakuwa sio mbunge na anabisha Zito anarudi kwao Kongo kufanya kazi nyingine, uvuvi wa samaki. Walijua mambo mengi.
Lengo lao kubwa M23 na hao ndugu zetu walikuwa wanataka kumaliza kijana watu Tundu Lissu tu. Leo wamekuwa wanafiki, wanampeti tu. Leo wamekuwa wanafiki, wamemficha driver. Ana taarifa zote juu ya mambo ambayo walikuwa wanapanga, na driver alikuwa anajua mchezo ndio maana wamemficha. Lengo lao walikuwa wamalize Mbowe endelee kuwa mwenyekiti, Zitto arudi huko apewe cheo. Na niwaambie ACT, kama viongozi wa ACT mnanisikiliza, msikubali kuchezwa mchezo mchafu na Zitto. Zitto anataka kuwakimbia. Kama si uongo, naulizeni maswali viongozi wa ACT Wazalendo na nyinyi vijana. Zitto leo asilimia ya masaa yake 75 anamaliza akiwa Chadema. Nyinyi na shahidi, na viongozi wa ndani wamenambia wa ACT. Kwa sababu wao ni wazalendo, wamesema hawezi kukubali kuona nchi inakuwa itawaliki matukio ya ovyo, utekaji, matukio ovyo, upigaji silaha, risasi watu, alafu mzigo unapelekwa serikali tukufu ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Wamesema hatuwezi kuona kitu kama hichi. Mimi kama mtendaji wa wilaya Kigoma niko imara, na uzuri amenikuta mimi mwanataaluma wa sheria na ni mwanataaluma wa diplomasia na mahusiano ya kimataifa. I know how to negotiate. I know about the conflict resolution. Najua inapofika hatua ambako hakuna amani, lazima kuwa na enforcement. Na mimi nawaambia Watanzania, Zitto si raia na Zitto sio mtu wa kubezwa. Ninavyosema M23 unafanya kazi, angalia matukio mbalimbali ya utekaji. Tundu Lissu kapigwa risasi, lawama anapewa rais. Watu wanapigwa, wanatekwa, inapewa serikali lawama. Ndugu zangu, hawa ni kikundi cha M23. Na ninapoongea mpaka leo amenitia vitisho. Kwa sababu Zitto aliweka kazi maalum. Na mpango huu aliufanya akiwa Mbowe, Mwanalisa Josephine na ndugu yetu Bwana Zitto. Kwamba ni namna gani wanaweza wakaikosoa serikali, kuikosoa kwenye majukwaa hawezi, wala kwenye bunge hawana hoja za msingi. Waifanye serikali hii ichafuke kimataifa, na ni mpango umesukwa muda mrefu kutoka kwa ndugu zetu wa UK, wa Conservative na CDU. Kusema na Rais Magufuli amesimamia rasilimali za nchi kwa mtazali wa kuwatoa Tanzania kwenye dimbwi la umaskini, kuwavusha mbele kwenye maendeleo, kuipeleka nchi kwenye uchumi wa kati. Nimeshamwandikia barua. Tumemwandikia legal document ya allegation and claiming kiongozi ndugu yetu wa DCI tumempelekea barua tukielekeza allegation zetu juu ya kundi cha M23, tukielezea mahusiano ya Mbowe na Zitto na huyu Bi Mwanalisa Joseph. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.